Kisasi cha ngono, watoto wa nje ya ndoa. Kisasi cha ngono, watu kulipiziana. Kisasi cha ngono. Huyo karibu mjane, karibu karibu karibu. Vipi lakini zatoka muda ule? Fresh tu za. Kuna kumbana kuna mbali. Shangine ndakukodia gari. Na vitukoe. Ndugu yangu na seti mambo ya kula kwa. Hapo unapika nini? Ni maharage na pika. Sasa wenzetu wakishua ndio kama nyama, supu kwa mbaya na kidogo. Seti ndio maharage. Sio mbaya. Kwa hata sijali. Vipi lakini? Mimi tulipoachana pale siku ile. Kidogo kuna masuala ya kazi mingi ya kuyafuatilia kama sehemu 3-4 hivi. Umepata? Bwana ningepata ndugu yangu. Umeenda zote lakini kila napoenda changamoto ni ile ile. Ni maana nakwambia fanya hichi. Ngine nakwambia sijui mara lipe 50,000. Sasa mimi hapa ndio 50,000 tena na. Mimi hapo lipo natafuta hela. Yaani mpaka imefikia stage sana nimekata tamani, natamani hata ningesoma. Mimi yani shida na 50,000 natoa wapi? Ngine unafuta kazi jamani. Kwa changamoto. La kami, tunasikia watu wanapita pita tukutana na tangazo kwenye fitness team. Tukaenda. Hiyo kwenda. Ndio maana sijui upime damu. Upime sijui ukimwi. Sijui uende sijui sala mitaa, sijui mwenyekiti, yani mambo kibao. Hasa yote ndogo kubwa sasa. Yuko tu chumba chao cha mahojiano kita tupu. Hata mtu anaenda kwenye kaburi. Kweli Balaa tena ndio hivyo tukaachana nayo. Ukilia? Kwani ushebu sikia kale kabisa nasema hasi na hasi. Chanya. Natengeneza chanya. Wadau, mbona mmepoa? Eti mbona mmepoa? Mmekaa hapa sasa, sikilizeni mimi nataka niwape story wadau, au sio? Juzi kati hapa siku kulikuwa na kigodoro hapo kati, au sio? Mimi kigodoro mwanangu nikaenda. Unamjua Amina? Si ndio? Unamjua? Mbona yule Amina mwanangu mimi katika pita zangu mwanangu ile kukaa mwanangu sielewi hii. Wauni 8 wameenda kumchapa mwanangu. Necha mwanangu nawaambia. Yaani ule uasilia, yani ule ukweli. Kwa sababu mimi mwenyewe nimeenda pale ili nichukue mbala, nichukue visoswadu, si unajua ile niishi, au sio mwanangu? Si mnaelewa? Sasa mwanangu, kuna wengine hapo wanajiita wafalme wa masela mwanangu, eti wafalme wa masela, alafu masisteri yao wanaruka nao yani. Ninaachana nawaambia ukweli mwanangu. Yaani wanapongana watu wawili kwenye jambo lao, kidogo kunakuwa kuna wepesi fulani. Kidogo na rahisi. Unajua usifai. Maana najua huko duniani bwana Mwenyezi Mungu atuleta kuja kujaliana na kujaza dunia. Japokuwa kuna pesa, yaani kila kitu kiliwekwa baada tu ya nini sisi kuja. Kwamba sisi hapa wanadamu ndio kila kitu. Hivi labda mimi sijakuelewa. Yaani unamaanisha tunataka masuala ya mapenzi na nini? Yaani inakuwa wepesi kidogo hivi. Angalau tengeneza hata maisha baadaye yawe mazuri kidogo. Hapo ulipo kuna kazi, kuna pesa. Unataka mwanamke akupeleka msimu. Lakini sio mbaya rafiki yangu. Jambo lako zuri tu. Ila tafuta kazi, tafuta pesa, afu ndo wazi kwa mwanamke. Mimi na nipo tena nipo single. Ndio pale nipo. Kwa hiyo shida kazi yako na pesa zako nini? Wewe niite. Niambie nakukubalia. Ila kwa sasa mimi siwezi. Kuna pesa. Hapo mwanamke anataka huduma. Na kwa nini kwako? Na kwa nini? Yaani ndio hivyo tu rafiki yangu. Ila samba mimi tumekuja hapa kupa kampani lakini kampani na kama ishanishinda. Kwa sasa hata tuende kule nikapumzike.
Usiwe. Kuna mchana mwanao. Kile kuna wengine nini si dada zao. Kuna watu wanajiita wafalme wa masela alafu dada zao kama kawaida watu wanaruka nao, si ndo maana yake. Au wanajiita wafalme wa masela, si ndio? Na dada zao kama kawaida. Kwa maana hiyo sasa mimi nataka nikwambie kitu. Nataka nikwambie ndugu wangu. Wewe gedeka hivyo. Na ruka hivyo. Lakini mwisho wa siku nikija nikikutia mkononi wewe na dada yangu, utasema kabisa kilichomtoa kanga manyoya. Utasema afu utasimulia kwa wenzio. Wewe utakuwa mfano kwa wenzio. Utakutoa sadaka muda wote. Mimi ndo nitanikiwa kama ngadu kwa msela au kama ngadu akili sifuri. Wewe ndo utachagua. Afu mimi sina namba katika maisha yangu unaponiona. Mimi sio 45 sio 32 wala sio 22. Ndo nakwambia wewe utanijua vizuri kwa dadangu mimi yule pale. Sasa yatima. Wewe tulia mdogo. Wewe tulia. Acha naye bro. Hao wote ndo wale wale. Nitakuzimia sigara. Usiwezi. Lazima. Big. Atafanya wangu na utoto. Hapa anatamba hapa tu. Lakini mwanangu huyo shua ni muuma. Dada yake mwanangu anaruka naye ile. Oa sogea mwanangu nikikushani. Waona kideliti hapo mwanangu. Ugongaji gani? Wewe mama, mwanao nimemkuta. Hiyo ndio salamu. Achana na salamu, mwanao nimemkuta. Hayupo. Sasa na ujumbe wake. Akija hapo umfikishie. Katoka huko chuo, kaja hapa naita mambo yake ya kichuo, kuchukulia na mabwana za watu. Sitaki. Yaani nitamchafua wewe mwanao. Mimi ndio chafua mtaa. Mtaa mzima hapa hakuna sio nijua. Yaani hadi mtoto mdogo ananijua. Kwa siku nikifika hapa, yaani nitawachafua wote. Akija mfikishie ujumbe wake. Na kuuliza una akili sawa sawa? Yaani umetoka huko kuja kuniongelesha mimi utumbo wako. Unajielewa wewe? Nisikize kwa makini. Mtoto wangu ni mmoja tu. Tena ndio roho yangu. Sasa nakwambia. Kaa mbali na mtoto wangu. Tena leo umenikuta yani siko kwenye mood ya kuongea kabisa yani. Sasa wewe akija mfikishie wa ujumbe. Sitaki anichukulie bwanangu. Yaani siku nikirudi hapa ndio hivyo nitamchafua. Nitakuonyesha. Jiangalie sana umesikia? Wale wako. Aiwani. Kweli wakutoka na yule dada. Dada ni mcharuku, kaja kamsima mamangu kama mtoto mdogo. Unajua hilo? Ungelipata chance basi ya kunisikiliza, ungejua na mimi nawaza nini. Lakini ungelipata nafasi ya kunisikiliza tayari, ushinda kuwa na yule mwanamke. Edin, lati kama niko ni wewe. Kwa maumivu niko nayo, usingenipa nafasi. Sikuweza kuwa na nafasi kwa sababu moyo wangu tayari ulikuwa na maumivu sana. Kwa hiyo ndio upendo ambao ulikuwa unasema. Anaongea hivi naelewa. Kaja paka nyumbani kwetu, anamchamba ni mama yangu. Unajua hicho? Wewe sikujua na wewe. Kisasi cha ngono, watoto wa nje ya ndoa. Kisasi cha ngono.
watu kulipiziana kisasi cha ngono. Mke na mume ni vituko, kisasi cha ngono. Mwenye mume na mchepuko na wanashare mastori, na namba napeana akitoka unikoli. Mwenye mke hana maana, anaonekana mdoli. Watu wanakula nyama, yeye ndizi za mtoli. Uchonganishi na uongo ni kisasi cha ngono. Mapenzi ya mchongo ni kisasi cha ngono. Kisasi cha ngono.